Mambo vipi bwana we, chuma kinaanzia hapa Sweken Mekarwangi. Hawa jamaa wanaelekea makaburini kuzika mwanamke na wapo makini sana kuzika. Ustaz Bahiri anaondoa sanda kwa huyu mwanamke. Ghafla bonge moja la mvua aka bogi linaanguka. Wenzie wakaanza kumsaidia Ustaz Bahiri ili waondoke faster. Ustaz Bahiri aliteleza sababu ya ardhi kulowana sana, matope yalikuwa mengi kinoma, na Ustaz Bahiri aliangukia mwili wa marehemu kwa bahati mbaya. Ustaz anamwambia Hassan, lazima tumalize mazishi leo. So Ustaz Bahiri ikabidi aanze kupiga dua ya kumwombea marehemu. Mvua ilikuwa inapiga na radi ndio usiseme, inapiga kama mbwa. Huku kaburini sijawahi kuingia, lakini kuna tisha ile mbaya. Zoezi lilikamilika la kumzika marehemu. Usiku umefika na sisi acha tusalie makaburini. Kazi ipo. Hafla mkono wa marehemu unatokeza kaburini. Leo kazi ipo. Hapa Bahiri tunamwona gereji ya magari pamoja na mafundi wenzie pande za Jakarta. Hafla kuna mchizi anaingia na ndinga. Ile anamtizama tu jamaa kabaa. Nashtuka, kumbe familia. Huyu mgeni anaitwa Hassan, mshikaji wake tangu way back utotoni. So alikuja kumpa hai one time. Jamaa anamwambia, Ustaz Bahiri, saidia fundi kule. Akaropoka, mbona haonekani kama ustaz? Bahiri akamchana Hassan amuite tu jina lake. Bahiri aache kumuita Ustaz Bahiri. Gari ya Hassan inazingua aseleleta. Sijui ndo nini, mimi sina gari. Sijui ndo nini hichi. Hii aseleleta breki nini? Mimi sina gari bado wadau. Mtizame video, msubscribe, like na kucomment, nami nipate gari kupitia Damari Cup. Engine ilikuwa imeshika moto, so wakaacha ipoe kwanza. Hassan anamwambia, nimekuja Jakarta kwa ajili yako Bahiri, na kuna mwanangu kitambo aliniambia upo hapa. Hassan anamchana Bahiri kuwa anasikia aliachwa kutoka gerezani na kila mtu anajua na hakuna noma wala nini, na wanaamini bado Bahiri ni mtu poa sana. Stori zilinoga sana, si unajua familia mkikutana. Bahiri akamuuliza Hassan, vipi bwana, kule Sweken Mekarwangi fureshi? Hassan akamwambia, hiyo ndio sababu iliyonileta, natumaini tutarejea pamoja mwamba. Hassan akasisitiza kuwa unahitajika kule kijijini kama rupia. Akamuuliza kuna nini kwani? Hassan akamwambia, unamkumbuka yule msichana Ratina? Amerejea nyumbani akiwa hoi bin taban, mgonjwa sana. Ugonjwa wake haujulikani. Nafikiri ana siku chache sana za kuishi hapa duniani. Bahiri akasema, lakini si unajua hatuna maelewano naye mazuri. Tangu arejee yupo kitandani tu, na kila siku ikifika saa 12 jioni anapiga kelele kwa maumivu sana. Tumaini la kule Sweken Mekarwangi limesalia kwako Bahiri. Bahiri akaamua mwambie ukweli Hassan kuwa yeye si yule wa zamani. Bahiri sijui kaishiwa pawa au namna gani, itafahamika tu. Hapa gari la Hassan limerekebishwa na lipo fresh. Hassan akampatia pesa aka maelekezo Bahiri, lakini jamaa alikataa kwamba familia, pesa ya nini bwana, uongo baki nayo tu mwanangu. Hassan alimwachia Bahiri kwa tafakari baada ya kumwambia, nadhani utabadili uamuzi wako, maana tunakuhitaji kule kijijini. Hassan alisepa zake shwa. Bosi kubwa alikuja na pikipiki yake na kumfokea sana zaidi ya fundi Bahiri. Sikia wewe, mimi ndio bosi wako, kuna mtu zaidi ya mimi anaweza kukuajiri wewe vampire. Jichanganye sasa, hakikisha unarekebisha hilo betri haraka sana, unazingua sijui uko vipi. Hapa Bahiri alikuwa amelala zake usiku wa manane kabisa, usingizi fulani hivi kama hana shida. Jamaa akiwa ndotoni anaona kuna kiumbe cha kutisha kinaitwa Pokong kikimjia. Mimi nitakiita jini. Kilimfuata na kusimama juu yake kichwani. Akastuka lakini hakuona kitu chochote. Jamaa kavuta tena usingizi kwa mbali, akasikia kuna sauti ikimwomba msaada, nisaidie. Sauti imedhoofika sana. Bahiri, nisaidie. Bahiri ilibidi atoke nje pale gereji usiku ule na kuanza kuifuata hiyo sauti inayohitaji msaada. Yes, sababu Bahiri alikuwa akipumzika geto la gari. Hafla anamwona Ratina akiwa ndani ya gari amefungwa minyororo. Ratina analia huku akiomba msaada. Ratina alivutwa kwa nguvu na kupotea. Shwa! Bahiri alimtafuta sana pale Ratina lakini hakumwona. Bahiri usiku huo akabeba begi lake na safari ya kuelekea Sweken Mekarwangi ikaanza. Safari ilikuwa ndefu kinoma. Bahiri alisinzia na kuamka mara kadhaa kwenye basi.
njia ya kuelekea Sweken huko Mekarwangi ni nzuri. Sasa unabisha nyie, mnayo kwenu kijijini kwenu, mnayo kama hii? Upande wa pili, mama yake Ratina anayeitwa Hesti anamnywesha binti yake uji. Huku nje kuna kajamaa kana nywele za mchongo kama wigi, kana nyata, kanaitwa Asep. Haka kajamaa kalimwambia huyu mama, kama hauwezi kumtunza binti yako basi muue. Jamaa anamchana, wewe mama umekuwa mzigo tu hapa kijijini, nimeagizwa na wanakijiji nikwambie. Hesti alipata hasira na kumfukuza. Mume wa Hesti alisepa na pesa, ndiyo maana hakielewi hii familia kabisa. Ratina alianza kulia kwa maumivu makali sana. Mama yake ikabidi aingie ndani haraka kumwangalia nini kinamsibu mwanaye. Bahiri amewasili Mekarwangi na Hassan amefurahi sana kumwona. Mvua ilikuwa inamwagika ya kutosha. Oya, sio poa wadau. Bahiri akamwambia Hassan, nataka kumsaidia Ratina kadiri ya uwezo wangu. Bahiri anapiga mpaka fegi. Huyu mwamba sio poa. Bahiri anamwambia Hassan kuwa anataka kuonana na Aba Kai ambaye bado anamkumbuka. Bahiri anamwaga Hassan na kuelekea kwa Aba. Aba ndio huyu anaingia na wheelchair. Aba akamwomba mke wake kesho asubuhi amwandalie Bahiri supu nzito sana. Bahiri alifurahi sababu ndio msosi ambao anauelewa haijawahi kutokea. Mbona una meza mate ulivyosikia msosi wa Bahiri? Mimi supu yangu ni wewe kutazama movie zangu tu na kusubscribe bas. Mke wa Aba naye kiherehere aka Kihede Mswede kama mke wa balozi anamuuliza Bahiri amekuja na jipya gani. Bahiri akawachana tu, nimewakumbuka, so nilifika kwa Hassan nikaona itakuwa vema na haki kuja kuwasalimu hapa. Aba Kai akadakia akasema, nadhani ujio wako ni kwa ajili ya Ratina sio? Kuna namna. Bahri akashangaa, hawa nao wamejuaje? Kamke ka Aba sikapendi natania bwana. Mke wa Aba akamuuliza, utalala hapa leo? Akasema ndiyo. Aba akasema chumba chake cha zamani bado kipo pale pale, hakina mtu. Wanapozungumza, Bahili anaeleza maisha yake yaliharibika baada ya watu kumzushia kuwa alisababisha kifo cha mgonjwa. Mama yake aliumia moyo na kufariki akiwa gerezani. Aba anamfariji na kumkumbusha kuwa kila kitu kina sababu mbele ya Mungu. Huyu dogo alipewa jukumu la kumpeleka Bahiri katika chumba chake akapumzike. Hatimaye bwana, kumekucha. Bahiri alikuwa kapumzika hapa, akaja huyu binti kurejesha kitabu alichoazima siku ya jana ili akisome. Ustaz Bahiri akamwambia huyu dada, watu nasema Majnun alipagawa sababu ya upendo wake kwa Leila. Binti anasema sio kweli, hakuna kitu kipya kwenye mapenzi zaidi ya maumivu na upweke. Ustaz Bahiri, vipi tena, anaitaka hii pisi au skali? Tutajua. Huyu binti anamwambia Ustaz Bahiri kuwa Aba Kai ameniambia unifundishe Quran katika darasa jipya. Aba akasema hilo tu, hamna shida yoyote. Ghafla aliingia hapa Asep na kumsalimia huyu mrembo, peace be upon all you miss, naweza kuomba ruhusa kwa wazazi wako ya kukua. Asep alitaka mkisi mrembo pale pale. Akauliza vipi, dini na ruhusu au namna gani? Bahiri akawa haelewi kinachoendelea. Binti akaomba atoke ili kwenda kuhudhuria kipindi. Asep alikasirika sana kwa sababu anampenda huyo binti. Jamaa Asep anasema yeye havunji sheria na taratibu za dini. Asep akamchana Bahiri kuwa tatizo lake ni mnafiki na hajanyooka kabisa kwenye mambo yake. Kwanza sijaona tofauti yangu na wewe Bahiri, maana hujafanya kitu chochote kumsaidia Ratina. Huna lolote babu, kazi na dawa bwana. Bahiri anapiga fegi kwenda mbele. Msisahau huyu jamaa na kazi maalum, tena kazi ni nzito sana. Bahiri aliitwa na Aba huku sebuleni na kumwambia, Bahiri, mbona unachelewa? Huyo sio Bahiri ambaye niliyekuwa namfahamu tangu akiwa mdogo. Bahiri akamwambia mzee, ni kweli, lakini siaminiki tena hapa, watu wamezusha uongo mwingi kunihusu. Mzee akamwambia, hao sio rafiki zako ukweli. Mzee wangu Aba, mimi nimepoteza kila kitu, nilisingiziwa kusababisha kifo cha mgonjwa ambaye nilikuwa nikimtibu. Mzee Aba Kai alimpatia maneno mengi mazuri na ya faraja Bahiri kwamba suala la kifo halipo katika uwezo wetu. Mungu ndiye anayeamua nani aishi, nani afariki kwa wakati huu ama wakati fulani. Hivyo ondoa shaka kijana. Bahiri mama yake aliumia sana kwa machungu ambayo mwanaye alikuwa akiyapitia. Bahiri alikuwa anahisi kwamba huenda wasimruhusu kabisa kwenda kumtizama Ratina. Mama yake Bahiri alipoteza maisha sababu ya kipindi kigumu alichopitia mwanaye. Hassan na Bahiri walielekea nyumbani kwa Ratina, lengo ni kwenda kumsaidia na maradhi yanayomsumbua. Mama yake Ratina alifarijika sana kumwona Bahiri mpaka kamuhagi kimoyomoyo, akiamini tumaini la mwanaye kupona ni hili. Bahiri akapata chai hapa kabla ya kazi kuanza ya kufukuza mapepo
mpaka mbengo zifunguke. So hapa mama yake Ratina anamsimulia mkasa mzima wa mwanaye kwamba tangu aliporejea hajawahi kuzungumza kitu chochote. Bahiri aliingia chumbani kwa Ratina. Wakati huu Ratina alikuwa anaugulia maumivu makali sana. Alikuwa akilia huku akisema, Mungu naomba nisamehe. Hali ya Ratina ilikuwa imefika pabaya, maana mwili ulikuwa tayari umeanza kutoa funza kabisa. Ratina akatoka nje speed akihisi kichefuchefu na kumwambia Hassan kuwa yeye hichi kitu hawezi kabisa, maana amebadilika pia, si yule Bahiri wa wakati ule. Hassan ikabidi amtie moyo Bahiri kuwa anaweza kumsaidia. Hassan akamwambia Bahiri, hebu uulize moyo wako kipi unatakiwa ufanye na utajua kipi cha kufanya. Muda wote huu Ratina kule chumbani analia. Bahiri ilibidi aanze kusoma dua na baadaye kufanya rukia. Ratina anasema, Mungu nisamehe, Mungu nisamehe. Mama Ratina akaomba Bahiri amsaidie na kumwambia, mwanangu, Bahiri yupo hapa. Ratina akawa anataka kumshika mkono Bahiri. Kumbuka mkono natoa funza tu. Kuna namna Bahiri amepoteza ujasiri kabisa. Bahiri hapa alimwomba Ratina waanze kuswali pamoja, na ajabu Ratina akawa naye anaswali licha ya hali yake mbaya aliyonayo. Bahiri ni kama kuna nguvu ya ajabu ilimuingia, na hapa akaanza kuswali kwa kutamka maneno kwa nguvu. Ghafla milango na madirisha yakaanza kujifungua na kujifunga kwa nguvu, mpaka vioo vikaanza kuvunjika vyenyewe. Ratina alikuwa akilalamika kwa nguvu sana. Ghafla akawa ameishiwa pawa hapo. Nje ni radi tu zinapiga Palitokea utulivu fulani hivi wa ajabu, na ghafla Ratina pepo likamwingia, akaanza kubadilika macho kwa kuwa mekundu. Bahiri alitoka kuchukua kibatari kwa mama yake Ratina. Ile anaingia ndani tu, taa zote zilizima na giza lilikuwa ni totoro limetanda humo ndani. Bahiri ile anamulika kitanda tu, hawamuoni Ratina. Kaenda wapi? Leo kazi ipo. Harakati za kumtafuta Ratina zikaanza rasmi. Kila chocho wanayoangalia humo ndani, wapi Lita Ratina wa. Lakini bila kazi ipo. Licha ya kibatali aka kikoroboi alichoshika Bahiri, lakini mpaka sasa bado hawajapata kitu chochote. Ghafla lilitokea jini na kumgusa Ustaz Bahiri, kisha likapotea. Kibatari kilizima. Chezea uwepo wa jini wewe. Bahiri aliona kitu kimepita mlangoni, so ikabidi aanze kukifuatilia. Mama Ratina naye akatoka nje. So utafutaji sio wa pesa tu, huu utafutaji ulikuwa ni wa Ratina na ukahamia nje. Leo. Wakati huo mvua ilikuwa inaendelea kunyesha huko nje ile mbaya. Utadhani kilikuwa ni kipindi cha masika. Kudadadadadeki. Bahiri alisikia sauti inaitika, ile anatizama juu, anaona kuna kiumbe cha ajabu na si Ratina ambaye wanamtafuta muda huu. Bahiri akaishiwa pawa na kusalia akiwa anajiuliza nini hiki. Bwana we, ile anacheki vizuri ni Ratina bwana, lakini Ratina huyu kapagawa aka kachizi. Pepo sio kitoto wewe, nisikie kwa jirani huko amba. Picha linaanza. Ratina anacheka kama zombie and zombini. Pepo lililomwingia Ratina silikamrukia mama yake, likakaba mama wa watu mpaka akatoa mlio, ninyakueni kakojoe. Sasa unabisha ulikuwepo. Bahiri alianza kumtoa Ratina asimkabe mama yake. Huyu mama analia balaa, mkabo wa jini sio poa. Mama Ratina alizima aka kuzimia pale chini. Sio masihara hapa. Sauti ya kutisha kutoka kwa Ratina ikasema Ratina ameshakufa. Bahiri akasema hapana, hajafa. Jini likamuuliza Bahiri, mbona unatusumbua sana? Unataka nikupe tamu au unataka nikupe nini? Mbona unatusumbua sana wewe? Pepo likamwambia Bahiri kuwa imani yako ni hapa, imani kama tone la bia. Bahiri, acha kujifanya una nguvu kama sisi wewe, sisi ndio wataalamu. Yes, Hassan haonekani hapa. Inaonekana alijisemea tu, yani ni mimi. Bahiri alikuwa kikabo sio cha nchi hii. Hapa pawa ilikuwa inaisha. Lakini upande wa pili Aba Kai anaendelea kuswali akimwombea Bahiri. Bahiri naye sio kinyonge baba, anapiga dua ili jini lisimuue. Pepo liliondoka ghafla na Ratina akaanguka chini. Mama Ratina chaneli zilianza kurejea, lakini Ratina hali ikawa si hali tena. Bahiri alikuwa akimtikisa huku akimwita Ratina, mkabwana. Ratina alitamka maneno machache tu, Mungu nisamehe, mama tafadhali nisamehe.
Bahiri alimwambia mama Ratina kuwa mwanaye tayari amefariki. Majonzi yalikuwa ni mengi sana. Hapa watu wanaenda kumzika Ratina. Ustaz Bahiri ndiye ambaye anaongoza kubeba mwili wa marehemu wakielekea makaburini. Huzuni ilikuwa imetanda sana kwa kila mtu aliyekuwepo hapa. Bahiri alimwomba mtu mwingine amsaidie. Msafara uliendelea, lakini wakazi wa kijiji wanapinga kuzikwa kwake, wakisema mwili huu utanuka na ataleta balaa. Bahiri alisimamia msimamo wake, mwili wa Ratina utazikwa tu hapa. Kabla mwili haujaingizwa chini ya kaburi, ghafla ni kama marehemu alistuka hivyo. Ustaz Bahiri hapa alikuwa akipiga dua ya mwisho kabla ya marehemu hajapumzishwa. Mvua ilikuwa inapiga kinoma, miksa na radi za kutosha. Mama Ratina alikuwa akifanya dua ya kumwombea mwanaye apumzike mahala pema peponi. Amen. Hafla picha ya mwanaye inaanguka chini. Kazi ipo leo. Mama alichukua picha ya mwanaye na kuiangalia. Hafla kule kaburini, mkono wa marehemu Ratina ukatokeza juu kutokea kaburi. Upande wa pili, mshikaji wetu Asep alikuwa na bebi wake. Mama Kijacho anamwambia mtoto anataka kuula, mtoto anataka jamani, anataka nyama. Jamaa akamwambia mke wangu, hatujalipwa bado, so kwa sasa sina hela. Mama Kijacho anataka achumiwe embe usiku huu, akabadilisha upepo. Jamaa alimwambia mkewe, naogopa ise usiku sana hivi, unajua sasa hivi sasa hivi nikakuchukulia embe bwana. Nini bwana? Mama Kijacho akamwambia mtoto ndio anataka, sio mimi bwana baby. Mtoto bwana atazaliwa dhaifu, shauri zako. Haya, so hapa ikabidi Asep ajilipue akamchumie Mama Kijacho embe usiku huu. Hakuna namna. Akamwaga mkewe kuelekea eneo la tukio fasta sana. Mke akamwambia, kuwa mwangalifu mme wangu. Jamali akamwambia, usijali mami. Mama Kijacho yeye akasalia kuchota maji. Sasa wakati anachota maji hapa kisimwani, kisimwani jamani, Mama Kijacho akaumwa na bonge moja la nyoka iliyokilitawala. Maumivu yalikuwa makali sana, lakini alijivuta mpaka ndani ya nyumba. Licha ya maumivu na kuvuja damu nyingi mguuni, Asep bado hajarejea kuchuma maembe. Ile anafungua mlango aingie chumbani, akakutana na kiumbe cha kutisha aka cha ajabu. Nikasikia ui. Mama Kijacho alizimia pale pale. Nyamilelesa. Ule ulikuwa ni mzimu wa Ratina. Kazi imeanza sasa. Asep alikaa hapa peke yake akiwa analia kwa uchungu. Akatokea huyu jamaa na kumuuliza, shida nini mzee? Asep akasema, mwanangu wa kwanza nilikuwa nikimsubiri kwa muda mrefu amefariki kabla hata sijamuona. Jamani. Asep ana stress za kufa mtu ile mbaya. Jamaa akasema, ujue majanga yote chanzo ni Bahiri. Tulimwambia Ratina mwili wake usizikwe hapa, lakini hakusikia. Asep anamtamani sana Ustaz Bahiri, akisema yule ni mjinga tu na anakuhakikishia atanilipia mwanangu tu. Bahiri hana raha, anamkumbuka Ratina. So Abakai anamuuliza, vipi, mbona huonekani kuwa mtu mwenye furaha siku hizi? Bahiri akasema, jana usiku wakati nikimwombea Ratina kuna kitu kilinitokea mzee. Abakai anamsihi, wakati ukiwa na swali hakikisha una swali kutokea moyoni na sio na swali tu mdomoni. Hakikisha unamaanisha. Unatakiwa usahau yaliyopita ili uanze historia mpya. Mama Kiherehere aka Kihede Mswede akaingilia stori za Abakai na Ustaz Bahiri. Anasema kuna mgeni anahitaji kuonana na Abakai. Hassan alimfuata mshikaji wake Bahiri kwa ajili ya mazungumzo, lakini Bahiri anamuuliza Hassan, haya yataisha lini ndugu yangu? Akamwambia huenda Ratina ana ujumbe anataka kufikishie. Ratina haboi. Yes baba, mzimu wa Ratina ni kazi tu ya kusema nao kila siku unaambiwa. Bahiri alimuuliza Hassan kuwa ni kitu gani kilitokea pale kijijini pindi alipoondoka yeye. Hassan ikamlazimu aanze kusimulia ubuyu wote, kwamba baba yake alichukua mkopo, hivyo alisaliwa na deni lililompelekea kuchanganyikiwa na hata kufikia hatua ya kujinyonga. So wadeni walirejea na kuanza kumnyanyasa na kumpa vitisho, watamuua au kumbaka. So Bahiri akasema Mungu awasamehe. Baada ya vitisho kuzidi, Ratina alitoweka na haikueleweka ni wapi alipotelea. So mama yake Ratina alianza kulipa deni la mumewe taratibu kwa watu kijijini. Wakati story ikiendelea, kuna kagari kamchongo kaliingia hapa. Hafla yule bosi kubwa wa Bahiri kule gereji alimkamata hapa Bahiri na kumfinya kama andazi aka Anduza. Anamwambia tangu aondoke gereji na kurejea huko kijijini ameleta huko kijijini majanga. Mchizi akampiga mkwala Bahiri eti nilipokuwa nikifanya kazi club
sababu kipindi hicho nilikuwa nafanya kazi ya ubouncer na niliwahi kumwona Ratina akifanya kazi pale. Uniamini, Ratina alikuwa ni superstar na washikaji zake walikuwa watu matajiri. Wakati huo Hassan anashuhudia mchongo mzima. Ratina alikuwa anapata mamilioni ya rupia na pesa nyingine alikuwa akiniletea mimi hapa. Niambie nini kimempata? Niambie nini kimempata? Bahiri akamuuliza. Sasa kwa nini alikuwa anafanya hivyo, anafanya hizo mishemishe? Jamaa hataki aulizwe. Ustaz Bahiri alifukuzwa kama mbwa. Toka hapa. Nimesema toka. Upande wa pili huyu jamaa anasalimiwa na hii piskali. Hapa inamuita Daddy. Binti anaambiwa nimekuletea snacks. Hivyo vitu peleka jikoni. Kwa huyu baba aliulizia maendeleo ya Yanti. Yanti ni ile pisi aka mama kijacho wa Asep aliyedandia mtumbwi wa vibwengo wa mzimu wa Ratina. Ukimuita mama Maembe sio mbaya. Akaambiwa bado hawapo sawa tangu wampoteze mtoto wao wa kwanza. Kuna sauti fulani hivi anaisikia huyu jamaa, so ilimlazimu aanze kuifuatilia inapotokea. Bwana wewe, jini hili hapa likiwa na sura ya Ratina likiita Barhan. Hili ndilo jina la huyu jamaa. Barhan anasikia jina lakini hajamuona anayemuita. Anasikia sauti tu, ile anageuka jini lenye sura ya Barhan, mdomo wake unatema kobra. Hapo kila kitu kilikuwa inakaribia kutoka kwa Barhan kwenye suruali yake. Barhan alitoka spidi balaa. Huyu minywele alikuwa kwenye pikipiki akipita kwenye hili pori. Ghafla anaona pikipiki imekuwa nzito sana. Mzimu wa Ratina ulipita amba jamaa kabaa. Huu mzimu ulikuwa unatokea kila kona. Leo kazi ipo. Barhan hapa yupo kitandani kwake akiitwa na waifu wake walali. Anaulizwa kuna shida yoyote? Mbona kama haupo sawa hivi? Barhan ile anataka mpige kisu, wakati huo zimepanda nyegezi. Anashangaa akapiga busu mzimu. Kazi ipo. Leo likamuuliza hey, how are you? Hey, how are you? Akaanza kuomba msamaha. Nisamehe. Kumbe waifu wake alikuwa anaandaa chakula. Ile aingie chumbani kwa mumewe, anakuta kajitundika mumewe kitambo. Baba Jeni bye bye. Akaanza kuita hani. Ila hapa hapakuwa na hani. Mtaani stories zinavuma kwamba Barhan amekufa. Raia wakaanza kutangaziwa Barhan amekufa. Aba Kai anamwambia Bahiri kifo kimeandikwa na Mungu, lakini watu wanamsingizia Bahiri kuwa ndio chanzo cha vifo vinavyotokea kijijini hapo. Bahiri alipewa maneno ya faraja ya kutosha, akatuliza munkari. Yes. Mama wa Ratina alikuja kutizama kaburi la mwanaye. Ghafla anaona firigisi, bandama, maini havipo. Akajua tu hapa shetani alikuwa mzigoni aka kazini. Aba Kai alimpa somo la kiimani la kutosha bwana Bahiri. Mama yake huzuni imetanda, analia kama mbwa, analia ile mbaya. Bahiri anaambiwa huenda ni ngumu kuachana na haya majanga ya nyuma, sababu huenda wewe ni mtu special, mtu maalum. Baba Ratina anamwombea mwanaye asamehewe dhambi zake kwa yale yote aliyoyafanya enzi akiwa hai. Hapa kuna kijana alikuwa akichukua uzu. Hafla anaona kitu cha ajabu. Bahiri alikuwa akashika kitabu cha Mungu, ikabidi aache ili aifuate sauti inapotokea. Kelele zilikuwa nyingi sana. Anashangaa huyu kijana kapagawa. Waliokuwepo hapa nao mapepo yaliwashika ile mbaya. Watu walikuwa wakianguka hovyo, wanabadilika mpaka macho. Dua zilikuwa zikipigwa mdogo licha ya mapepo kuwashika watu. Walikuwa wakitembea kama zombie and zombie, na kila linayemshika lina mind Bahiri. Yanamwambia swala zako haziwezi kutufanya kitu. Ilifanywa dua nzito mpaka mapepo yakaomba po. Jamaa dua yake haikuwa mchezo, ilikuwa ni hatari fire. Maneno yake yanachoma kama mchongolo. Aba hali yake ilikuwa imebadilika sana. Aba akaomba waswali pamoja na Bahiri. Mzee anasema hakuna mtu mwingine wa kumwabudu zaidi ya Allah. Aba akakata moto, yani goodbye. Kilio kimehamia hapa tena. Kazi ipo. Gen Z wa kijiji wakamtimbia Bahiri akiwa msikitini. Wanasema Bahiri amesababisha balaa hapa kijijini, so lazima aondoke hapa. Wakasema yes. Mke wa Aba alimtetea, lakini wapi. Huyu mrembo alipelekwa kaburi la Ratina, kisha mzee akachimba na mrembo haelewi nini kinaendelea hapa. Akajionea baada ya kuona kuna mkono mmoja na firigisi mbili tu zimesalia kaburini. Akaona yani ni mimi. Naye akatoka spidi aka mbio. Kapanda gari hapa ili asepe na Bahiri, naye yumo kwenye gari anataka
anataka asepe. Bahiri alimuuliza huyu dada anaitwa Liz, jina la rafiki yako anaitwa nani unayemzungumzia huko? Akasema Ratina. Walikuwa wakifanya kazi pamoja town, so hizi ndo enzi za mambo yao yalivyokuwa. Walikuwa wakizikusanya pesa kama viatu hapo mlangoni kwako. Raha walizoponda, in short, fegi ndio usiseme. Barhan alimfuata na kumwambia, nataka kulipa deni la baba yako kule Bush. So Ratina alikuwa akifanya kazi kama mwanamke wa starehe tu kwa sababu ya matatizo ya kiuchumi. Aliwekewa susuki, yani herizi ya uchawi, adukun aitwaye Dadang ili awe maarufu zaidi, lakini masharti yake yalihitaji kafara nzito sana ya damu ya mtu aliyempenda zaidi. Ratina alipokataa kutoa kafara hiyo, alianza kuugua ugonjwa wa ajabu, na Ratina alikataa kumtoa kafara mama yake mzazi. Bahiri alishuka kwenye gari na kurejea nyumbani ili akamsaidie Ratina kusafisha jina lake. Jamaa walipoona Bahiri karudi tena, wakamtembezea kichapo ile mbaya. Asep alimsaga Bahiri, kumbuka ana machungu ya kumpoteza mwanaye, so kichapo kilikuwa kimechangamka sana. Bahiri yupo na Hassan wanataka kuingia hapa ili kutoa msaada maalum. Hapa ni nyumbani, nyumba ipo kimya ile anaingia tu akaona mzimu wa Ratina upo pale na pembeni kuna nyoka aka bonge la mdudu. Kibatali kinawaka na nyoka yupo tayari kwa show. Hafla akapigwa na kitu kizito kichwani na huyu minywele. Akaulizwa, kwa nini hukumsaidia Ratina? Jamaa alikuwa anaongea vitu havieleweki. Huyu jamaa inaonekana ndiye ambaye alikuwa mganga mwenye hirizi aliyempa rafiki wa Ratina kule kazini ili apate pesa za kutosha. Mwisho wa siku, mwisho kawa mbaya kama ambavyo unaona hapa. Bahiri alipona chupu na bonge moja la beto. Alipata nguvu za ghafla na kuchoma moto pale kwa yule mganga wa kienyeji. Ngumi zilichapwa balaa. Bahiri anakabiliana na Dadang na kujua kuwa ndiye aliyekuwa akiendesha vitisho vyote kwa kutumia uchawi ili kuimarisha nguvu zake za giza. Baada ya mapambano makali, Bahiri anamwangamiza Dadang na kumaliza laana hiyo. Roho ya Ratina inamshukuru Bahiri kwa kumkomboa. Ratina anazikwa upya kwa heshima. Wanakijiji wanaomba msamaha. Hata hivyo, polisi wanakuja na kumwambia Bahiri kuwa Hassan alikufa katika ajali siku ile ile aliyomwona njiani. Ina maana kwamba aliyekuwa akimsaidia Bahiri muda wote alikuwa ni Corin, kiumbe anayefanana na mtu. Mwisho wa filamu anapewa jukumu la kuongoza Pesantren al-Moklim na kuendeleza mafundisho ya Kai Fatah. Mimi naitwa Jerome. Kama unahitaji pia kunisapoti kwa chochote kile, namba yangu ni 0766551817. Ipo pia WhatsApp, miamala isome.